Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia Angela Kairuki wakati akifungua kongamano la uwekezaji wa mwaka 2026 kwa niaba ya Waziri wa Mipango na Uwekezaji jijini Arusha, amesema mfuko kwa ajili ya kusaidia ukuaji na uwekezaji Tanzania, yani TIGF, ni jukwaa kuu la kitaifa la kuandaa miradi na kurahisisha uwekezaji, huku ukiendelea kuwa na mipango mikubwa katika kuhamasisha mitaji kwa ajili ya vipaumbele vya maendeleo vya Tanzania, ambao katika maandalizi ESRF pamoja na shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP wameweza kushirikiana, lakini kwa pamoja na jitihada za serikali na taasisi zake. Kimsingi kilichofanyika kwenye mfuko huu, la kwanza ni kutafuta vyanzo vya fedha na mapato kwa ajili ya kusaidia miradi mbalimbali ya maendeleo, na haswa katika mashirika ya umma. Kwa kuanzia kama Tanzania tumeandaa jarida lenye miradi takriban 60. Na ukiangalia kuanzia jana, thamani ya miradi ilikuwa kama bilioni 2.85 dola. Lakini mpaka leo asubuhi thamani imeweza kupanda, imefika bilioni 6.35 dola za Kimarekani. Na kimsingi kama serikali kupitia mfuko huu wa kukuza uwekezaji, tumeanza na taasisi kwenye sekta ya maliasili na utalii, ikiwemo TANAPA, ikiwemo Ngorongoro na nyinginezo. Lakini vile vile tumeangalia eneo la sekta ndogo la uchumi wa bahari na uchumi wa blue, tukitambua pia mchango mkubwa ambao unao. Lakini vile vile masuala mazima ya miundombinu ya barabara, iko miradi ambayo na yenyewe pia iko katika miradi hiyo ya kwanza 60 inayoshiriki katika kuanzisha mfuko huu. Ambacho kimefanyika leo hii, wako wafadhili au wawekezaji. Unakuta mwingine yeye hataki labda kujenga kiwanda. Unakuta mwingine yeye anaingia kama mwekezaji tu kutaka kuchangia fedha au kuweza kukopesha au kushiriki katika muendelezo kwa taratibu ambayo itakuwa shirika limejipangia pamoja na yule mdau mwekezaji mwenye vyanzo vyake vya fedha. Kwa hiyo wako wawekezaji kutoka South Africa ikiwemo DBSA na wengine ambao wameweza kushiriki wa kimataifa, lakini pia wengine Afrika Mashariki, wengine wametoka SADC, na wenyewe wamevutiwa walipoangalia ile orodha ya miradi 60, wameona ni miradi ambayo inafaa kuendelezwa. Naye Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Daktari Pius Chanya, amesema kongamano hilo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuharakisha utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 na mpango wa taifa wa maendeleo kupitia ushiriki mkubwa wa sekta binafsi. Sana kwenye swala la uwekezaji. Ninyi nyote mnatambua kwamba ndani ya hii miaka mitano ya Dr. Samia Suluhu Hassan, nchi yetu imepiga hatua sana kwenye swala la maendeleo, hususan kwenye huduma za kijamii. Tunapoongelea swala la maji, swala la umeme, lakini swala la elimu, kwa kweli tunafanya vizuri sana. Katika dira yetu ya 2050 tumejiwekea malengo. Lengo la kwanza, tunataka kufikia uchumi wa trilioni 1 za Kimarekani ifikapo 2050. Lakini lengo la pili, tunataka kuhakikisha kwamba sekta binafsi inachangia zaidi ya 50% ya uchumi wetu, pato la taifa, lakini na ajira. Lengo la tatu, tunataka kuhakikisha kwamba pato la mtu mmoja mmoja ifikapo 2050 liwe angalau dola 7,000 za Kimarekani. Ili tufikie huko, lazima tuungane, sekta binafsi na sekta ya umma ifanye kazi kwa pamoja. Lakini kubwa zaidi, sekta binafsi tumeipa 70% ichangie kwenye pato la taifa. Hiki wanachokifanya wenzetu watu wa UNDP na ESRF kimsingi kinachangia katika utekelezaji wa dira 2050, na sisi kama serikali, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ambao tumepewa jukumu na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwanza tunavutia wawekezaji, lakini tunaweka mazingira wezeshi na rafiki, lakini tunakuwa na sera zinazotabirika ili kuhakikisha kwamba wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje wanatamani kuwekeza, lakini wanatamani kuongeza aina ya uwekezaji wao. Kwa hiyo sisi kama serikali, kwanza tumefurahi kushiriki kwenye kongamano la leo, ambalo kimsingi lengo lake ni kuja na nyenzo muhimu ya kutafuta fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa tunaweka uwekezaji mkubwa ili hilo lengo la 50% itoke kwenye sekta binafsi waweze kuchangia kwenye trilioni 1 za Kimarekani ifikapo 2050 liweze kutokea. Ndio yake mkurugenzi mtendaji wa Economic and Social Research Foundation ESRF, Profesa Fortunata Makene, amesema kuanzishwa kwa TIGF ni hatua muhimu kwa kushughulikia changamoto ya ukosefu wa miradi iliyoandaliwa kwa viwango vinavyokubalika na uwekezaji na taasisi za kifedha. Weza
kutengeneza miradi, kuibua miradi 60 ambayo mpaka leo ina thamani ya dola milioni saba na inaendelea kukua. Mwaka jana ilikuwa milioni 2.83, leo asubuhi ilikuwa milioni 6.9 mpaka sasa ni milioni kama 7. Kwa hiyo miradi hii lengo lake kubwa ni nini? Lengo la hii miradi ni miradi ambayo ni ya kimkakati ya serikali ambayo itasaidia kukuza uchumi, lakini pia kusaidia kutengeneza ajira, lakini pia kuiweka Tanzania katika nchi ambazo zinafanya vizuri katika maendeleo endelevu. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tuna dira yetu ya 2050. Hii dira inategemea kwamba tunaita trillion dollar economy, ndio inategemea kuza uchumi kiasi hicho, lakini 70% ni kutoka kwa wafanyabiashara, sio yani katika sekta binafsi, sio katika serikali. Mwakilishi mkazi wa United National Development Program yani UNDP nchini Tanzania, Shigeki Komatsubara, amesema dunia imefikia katika hatua ambayo maendeleo yanahitaji ushirikiano mpya unaojumuisha serikali, sekta binafsi na taasisi za kifedha. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar, Hamadi Bakari Hamadi, amesema miradi ya ujenzi na uboreshaji wa bandari kadhaa ni muhimu na miradi mingine mikubwa inahusiana na uchumi wa bluu. Ameeleza kuwa miradi inahitaji rasilimali fedha, teknolojia za kisasa na wataalamu wenye ujuzi. As we took for granted once before. Global South is no longer a spiritual concept. It is the economic reality. It is now widely expected the Indian Ocean Economic Zone will continue to be one of the highest growing economic regions to pull global economic growth for coming decades. Tanzania is at the epicenter or the driving engine of this global geopolitical and socio-economic transformation. For those joining us from outside of the country, which country do you imagine if you hear that in 10 years, size of the economy would double and may become the largest in Eastern Africa? In 10 years, population would approach or reach 100 million. Food self-sufficiency consistently exceeds 100%. Most recently, 140%, 120%, etc. It has 28 out of 31 strategic minerals. It has ample energy supply, most notably electric, which is also mostly renewable. Blue and green economy is already driving the country, with record number of tourists around the world attracted to admire rich natural endowments, giving revenues already that almost matches gold. Credit rating by Wall Street firms retained and remained consistent despite recent challenges for steady macroeconomic and debt management. The father of both EAC and SADC, for a long time the only country with double membership, with access and influence from Somalia to Cape Town, and has strong political and business ties, of course with all countries around the world, but notably with Asia and Global South. That is Tanzania. Tanzania is steadily moving into middle income status and is on the verge of substantial socio-economic transformation. In 1 month's time, 1st July 2026, Tanzania would embark on the implementation of the ambitious DIRA 2050, the long-term development vision to make Tanzania the upper middle income country by 2050. As investors, you know that middle income is a different ballgame from low income. You cannot plan your future as an extension of your past. You need the power of imagination, creativity, courage,
to take risks and believe in potentials, to see and grab what is not visible right in front of us now. This is a forum for you to hear, ask questions, discuss, meet with real people, and draw your own conclusions if this is the right time for you to invest in Tanzania. Hasa ya leo ni muhimu sana kwetu kwa sababu tuna miradi mingi lakini haijafikia katika hatua inayoitwa bankability, kiasi cha kwamba inaweza ule mradi ukauza kwa taasisi ya wawekezaji wakafanya. Kwa hiyo hii ni changamoto tu, ipo sio Tanzania bara lakini ipo hata visiwani. Miradi tunayo mingi. Kwa upande wa uchumi wa bluu, sisi Zanzibar tuna miradi mingi. Kwa mfano tuna bandari jumuishi ya Mangapwani ambayo inahitaji wawekezaji na ni mradi mkubwa sana ambao utakuwa na zaidi ya bandari 4 ndani yake, na miradi mingine mikubwa ambayo inahitaji fedha na wataalamu. Mradi huu unategemewa kwamba ukimalizika basi utakuwa ndo kitovu cha logistic hub, transshipment hub if you like, kwa Zanzibar na kwa East Africa. Lakini pia kwenye maeneo ya uvuvi tunahitaji bandari za uvuvi ambazo tayari zina feasibility study lakini hazijafikia hatua ya kuwa bankable projects. Kwa hiyo unakuta kwamba miradi ni mingi ambayo ipo lakini kwa kweli inahitaji kusukumwa ifikie katika hatua hiyo. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, jina langu ni Irene Moga na hii ni Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.